Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kudhibiti vitendo vya utoroshaji wa madini nchini unaofanywa na baadhi ya wachimbaji na wafanyabiashara wa madini wasio waaminifu. Katika kipindi cha kuanzia Julai mwaka 2025 hadi Machi mwaka 2026, wizara kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za serikali imefanikiwa kukamata madini ya aina mbalimbali yenye thamani ya shilingi bilioni 3.31 katika matukio 55 kwenye baadhi ya mikoa ya kimadini. Aidha, madini yaliyokamatwa yalitaifishwa na serikali na watuhumiwa walifikishwa kwenye vyombo vya sheria. Ni rai yangu kwa wachimbaji na wafanyabiashara wote wa madini kuzingatia sheria za nchi kuhusiana na biashara ya madini. Mheshimiwa Naibu Spika, mapato ya fedha za kigeni yatokanayo na mauzo ya madini nje ya nchi yamekuwa yakiimarika mwaka hadi mwaka. Mwaka 2025 thamani ya mauzo ya madini nje ya nchi ilikuwa ni dola za Kimarekani milioni 5.4 ikilinganishwa na dola za Marekani milioni 4.1 mwaka 2024, sawa na ongezeko la 31.1%. Aidha, mwaka 2025 thamani ya mauzo ya madini nje ya nchi yalichangia 52.57% ya mauzo yote ya bidhaa za asili na zisizo za asili yaliyouzwa nje ikilinganishwa na 45.17% mwaka 2024. Vile vile, kwa upande wa mauzo ya bidhaa zisizo za asili pekee, sekta ya madini ilichangia 63.73% mwaka 2025 ikilinganishwa na mchango wa 56.99% mwaka 2024. Pia thamani ya mauzo ya dhahabu iliongezeka kutoka dola za Marekani milioni 3,419 mpaka kwa mwaka 2024 na kufikia dola za Marekani milioni 4,753 mwaka 2025, sawa na ongezeko la 39.0%.